Swahili Studio inawaletea. Asante, shukran sana. Moja kwa moja tunakwenda kwenye maswali yetu hapa. Kuna ndugu yetu anaitwa Bashiru J. Yeye ameuliza kupitia Isan TV, anasema Shekhe, tunaomba utujuze historia yako ya kutafuta elimu ya dini. Karibu sana Shekhe. Naam, ni swali zuri, lakini nakumbuka mimi nilichukua kipindi cha karibu masaa 1.5 kuelezea unani. Nilikuja kuhojiwa na waandishi wa TV na Radio Iman, tena hapa katika ukumbi wetu wa Radio Ihsan kabisa. Kwa hiyo ningewashauri watazamaji ambao wanataka kujua habari zangu kwa undani zaidi ni kuingia kwenye YouTube. Nakumbuka sikumbuki ile caption au historia ya taasisi, labda kitu kama hivyo, lakini nimeelezea kwa kirefu sana. Lakini hata hivyo nitajaribu kuzungumza kwa mukhtasari mkuu juu ya tarehe au historia kwa ufupi ambayo itakuwa imebeba majukumu yangu niliyojibebesha katika kutafuta elimu. Ndio. Kwanza kwa taarifa, nimezaliwa tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 1956. 56. Ni kizazi cha kabla ya uhuru. Nasema alhamdulillah. Na bila shaka nilipofikia umri wa miaka 4 kama sijasahau, nikawa nimeanza kwenda chuoni kwa mwalimu mashuhuri, alikuwa kitwa Maalim Anas, ambaye chuo chake kilikuwa karibu na nyumbani, barabara ya 14. Wakati huo tunaishi barabara 14 na wazazi. Kwa hiyo tulikuwa tuendelea kusoma, lakini ulipofikia umri wa kwenda shule, wazazi wakanipeleka katika nursery school ambayo ilikuwa mashuhuri Tanga mjini. Ilikuwa inamilikiwa na shirika la reli Tanzania hapa Chuda. Ndio. Wao walikuwa wanasomesha watoto wafanyikazi wao na wazazi ambao sio wafanyikazi wakipeleka watoto napokewa. Ndio. Kwa hiyo nilisoma nursery school kwa upande wa masomo ya secular. Halafu wakati huo tunasoma madrasa duara hizi za majumbani au katika majengo ya watu binafsi. Ndio. Ilikuwepo hiyo madrasa ya Maalim Anas, inafahamika hivyo. Ndio. Halafu nilipofikia umri wa kwenda shule, ndio, shule pekee ya Tanga ambayo ilikuwa ikiwalea vijana katika maadili ya Kiislamu ni shule mashuhuri inaitwa Tanga Muslim Primary School, ambayo kwa sasa kwa utambulisho wake iko opposite au iko mbele ya stendi ya basi iliyoko baina ya barabara 11 na 12. Hivi sasa ndio imekuja kubadilishwa baadaye. Baada ya kutaifishwa mashule mengi yalikuwa yamilikiwa na watu binafsi, ikaja kuchukuliwa, alafu wakakabidhiwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na wao wakaigeuza sekondari. Kwa hiyo ikawa msingi ulipotea. Lakini hapa ukweli katika kheri zilizopatikana katika hii shule ni kwamba ndio katika shule ya mwanzo hapa mjini ambayo ilikuwa ikifundisha masomo mchanganyiko, au wanaita integrated kwa lugha ya kileo hii ya Kiingereza. Kwamba kulikuwa kwa somesho masomo ya dini na masomo ya secular ya mazingira. Kwa hiyo kulikuwa na walimu wa masomo ya mazingira na walimu wa masomo ya dini. Na tulibahatika katika walimu wetu ambao wametusomesha, palikuwa na mwalimu ambaye mashuhuri alikuwa akifundisha Qur'ani, Ustadhi Jumaan au Jumanne. Halafu vile vile palikuwa na mashekhe ambao sasa wamekuwa mashekhe wakubwa baadaye, ni Sheikh Ahmed bin Juma ambaye baadaye alikuja kuwa mufti. Alikuwa mmoja ustadhi au walimu wetu walikuwa wakitufundisha pale. Halafu vile vile katika watu ambao tunawakumbuka ni Sheikh Muhammad Ali Mkanga ambaye pia alikuwa ni mmoja katika walimu wetu. Baadaye akaja, baada ya kuwa alikuwa ni ustadhi katika Baraza la Waislamu Tanzania, akawa shekhe wa mkoa wa Tanga.
BAKWATA yani. Halafu kuna na walimu wengine ambao mwalimu Amiri au Sheikh Amir mashuhuri. Unaona. Kwa hiyo mimi nilisoma pale mpaka darasa la 7. Ikawa nimepata msingi mzuri wa masomo yote mawili. Masomo ya msingi ya mazingira pamoja na masomo ya dini. Alhamdulillah. Na baada ya hapo ikawa nimebahatika kuchaguliwa katika shule ya sekondari ya serikali wakati huo, lakini hapo zamani ilikuwa ni miliki ya watu binafsi. Ilikuwa ikiitwa shule ya Keremji, ambayo kwa sasa inafahamika kama ni Usagara. Katika kile kipindi cha kutaifishwa mashule ya watu binafsi. Kwa hiyo pale nilianza masomo kuanzia mwaka 71 mpaka mwaka 75 nikamaliza masomo ya sekondari pale. Wakati huo shule za sekondari kwanza hapa mjini zilikuwa zihesabiwa kwa vidole. Shule za serikali ambazo zilikuwa zikiongozwa na serikali ni shule ya Usagara, ambao kwa kiasi kubwa wanafunzi wake ni wadei, vijana wa mjini hapa mjini, isipokuwa form 5 na form 6 wakawa wanachukuliwa kutoka mikoani. Na hostel yao ilikuwa pale ambako ni Simba Mtoto hivi sasa, ofisi yao mjini pale kwenye garden kubwa. Sasa wamerudisha huko, lakini ilikuwa Simba Mtoto. Yani hostel nafikiri mpaka leo itakuwa, mpaka leo ipo form 5 na form 6. Ndio. Na wakati huo sasa kama ilivyokuwa darasa la 7 ilikuwa ukimaliza uenda jiunga moja ya shule hizi chache. Moja wapo ni hii Usagara, na ya pili ilikuwa ni Tanga School, ambayo ilikuwa ni technical tangu zamani. Sema hii ilikuwa ya kitaifa, wanafunzi wake wanachukuliwa mikoani. Na ilikuwa ni boarding. Unaona? Na bila shaka wale wanaofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi ndio wanachukuliwa pale. Halafu kukawa na shule ya Galanos ambayo ilikuja kubadilishwa jina, lakini nafikiri wafadhili walikuwa wanaendelea, ikabidi libaki. Walibadilisha jina, sijui iliitwa jina gani, alafu baadaye wafadhili kama wakataka kusitisha msaada kwa sababu kubadilishwa jina. Kwa hiyo ikabaki, nakumbuka ni Galanos. Ile ilifundishwa masomo ya kilimo. Unaona? Hiyo pia ilikuwa ya serikali na inachukua wanafunzi kutoka. Halafu shule ya kwanza nakumbuka ya binafsi hapa Tanga mjini ni shule ya Popatlali, ambayo mpaka sasa ipo, inaitwa shule ya Popatlali. Ya siku nyingi. Yani katika shule za mwanzo zilizoanzishwa za baada ya ile iliyotahifishwa, hii ikaingia katika awamu ya kujitegemea. Haikuwahi kuchukuliwa na serikali. Kwa hiyo sasa mimi nilifaulu, lakini kwa sababu mashule ya sekondari yako machache, sikuweza kujiunga na form 5 na form 6. Badala yake, kwa sababu wakati ule vijana wanaomaliza form 4 ni hot cake. Kabisa. Yani ukimaliza wewe shule tu hapo tayari ushapangiwa kazi na serikali. Ilikuwa kazi moja kwa moja. Mimi nilipangiwa chuo cha ualimu Korogwe. Lakini ajabu wakati ule nilikuwa sina raghba kabisa ya kuwa mwalimu. Nikakataa kwenda. Lakini nilikuwa, kwa sababu nilisoma masomo ya sayansi, nikawa na nia ya kwenda kusomea ufundi. Na njia ambayo nilipata kufahamishwa na baadhi ya watu wazima, wananiambia, bwana, njia mojawapo ya kujifunza ufundi, kwa nini usijiunge na Railways? Wana mpango wa kuwapeleka wanafunzi Tabora, kuna chuo chao kule cha masomo ya ufundi, umakanika pamoja na ufundi wa magari moshi, udereva, mambo mengi, mambo ya secretarial na nini. Yani kwa sababu shirika kubwa lilikuwa la Afrika Mashariki, kilikuwa ni kituo muhimu sana pale. Kwa hiyo nikajiunga kama na kazi pale Railways. Nilipokewa, lakini kwa lengo nikae, kukitokea nafasi zimetolewa za masomo nikajiunge. Kwa hiyo nakumbuka nilipomaliza shule nikaenda kufanya kazi pale, nafikiri miaka 2-3, muda ushakuwa mwingi sana. Na nilipofika tu, kwa sababu ya elimu yangu ilikuwa inaonekana kubwa, nikawa ni chief records clerk,
afisa masjala. Unaona Ndio. Na kwa kweli nilikwenda sijaisomea hiyo kazi, na niliwakuta kuna wazee wengine walikuwa wamemaliza darasa la 4 na la 8. Tena wao ndo wakaanza kunifundisha kazi through experience yao. Wakati nimewazidi elimu kabisa. Lakini nikawa mnyenyekevu, nikajifunza kiasi kikubwa sana mambo ya records. Sasa kukaja tokea nafasi ya masomo kama ulivyotarajia mwenyewe, na wakati huo ikaja kheri nyingine. Baraza la Waislamu Tanzania likatangaza nafasi za masomo ya chuo cha ualimu cha dini Zanzibari. Chuo cha Kiislamu kinaitwa, ndio, ambacho kiko Mazizini mpaka leo. Yule mkuu wangu wa kitengo, nilikuwa nafanya kazi ofisi ya DCE, District Civil Engineer. Naona ndio ambako nafanya kazi. Sasa mkuu wa mbali ya engineer mwenyewe kulikuwa na wanamuita cheo chake OS, Office Superintendent, ndio anayeongoza ofisi pale kama administrator. Ndio. Nikamueleza, bwana, imekuja hii nafasi ya railways na pia imekuja hii hapa. Sasa unanishauri nini? Ndio. Kabla sijamshtaka ushauri mzazi, akanambia, bwana, kama wewe unataka kwenda kujifunza labda huo utaalamu, lakini kusema kujiendeleza kimaisha kwa hii elimu hii, mimi nimekaa railways tangu wakati wa Mwingereza hapa, ndio hivi unavyoniona hivi. Unaona mwisho utaenda wapi? Kwa hiyo kama wewe utakwenda kujifunza ufundi uje kujitegemea baadaye, lakini ujue future, hasa ili shirika sasa limevunjwa. Ndio. Hatujui mwelekeo wake huko mbele. Wakati huo ndo linavunjwa shirika la railways. Nikamshauri mzazi, akanambia, sasa wewe unahangaika za ajira za kazi gani? Wakati huo mzee alikuwa mfanya biashara mkubwa. Ndio. Naona kipindi hicho alikuwa na shughuli za bakeries maarufu. Bali katika juhudi yake, wakati kumeanza kujengwa barabara ya Taifa Road hii, yeye ndio aliyekuwa mtu wa kwanza kujenga jumba la ghorofa barabara 15. Dola 15 ile. Tena kipindi kile ambacho cha ujamaa hasa, kwamba watu wanaelekea yani matajiri walinyang'anywa majumba yao nini kabisa. Lakini yeye kwa sababu ya ushujaa wake katika kutengeneza mikate aliweza kulisha Tanga kwa kiasi kubwa sana. Bali alipewa tenda na serikali kulisha hospitali, sijui majeshi, polisi na nini. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa kazi zake ziko open. Akajenga jumba la ghorofa wakati watu wameshanyang'anywa. Ndio. Lakini serikali ilimpa uhuru huo. Sasa mimi katika kumshauri mzazi ananiambia, sasa wewe unakwenda kufanya kazi huko, utarudi utalipwa kiasi gani? Huo mshahara wako wewe, mimi hapa ni siku moja tu kufanya kazi. Kabisa. Sasa mimi nikatumia ujanja kwamba mimi lengo langu sio kwenda kufanya kwenda kusoma kwa ajili ya kufanya kazi za ajira. Wewe si una magari mzee? Utakuja kuendesha. Ya nini wewe kuchukua watu makanika? Mimi tarudi sasa barabara kama ni hivyo sasa. Ili mradi na upande huu pia nikamtaka ushauri. Lakini kumekuja ndani hii masomo ya chuo cha Kiislamu ambacho utafundishwa huko dini pamoja na lugha ya Kiarabu. Unaona kwa hiyo naona hili pia nalo lina umuhimu. Akanambia, kama utakwenda huku uweke malengo kwamba upate nafasi ya kwenda Arabuni. Wakati ule kwenda Arabuni ni jambo zito. Na mtu anayekwenda huko, kwa sababu nchi ilikuwa ishaingia njaa kubwa sana. Ndio. Maisha yalikuwa magumu. Kwa hiyo mtu kijana kibahatika, kwa vijana mabaharia, akienda Ugiriki huko kuwa ni baharia, ndio kaukata kabisa. Au ujaliwe wende Dubai mfano. Ukipata nafasi ya kazi huko, mishahara ya huko ya washinda mawaziri wakati huo. Kabisa. Pia akanambia, kama utapata huku pia sio neno nzuri, sio mbaya kabisa.
Basi nikaenda, bahati nikaondoka na gari moshi wakati huo hapo anaelekea. Nikaenda mpaka Dar es Salaam. Mungu alijalia siku hiyo hiyo ya interview ya chuo cha Kiislamu na interview ya kwenda huku Tabora ni siku hiyo hiyo. Subhanallah. Bahati ni masaa. Hii ya kwenda Zanzibar ilikuwa ni asubuhi mpaka dhuhuri. Ndio. Na hii iwe ni jioni. Ndio. Haya, nikafika, ilikuwa ofisi ya baraza iko pale Lumumba. Kufika kwenye saa 3 tumekwenda, eneo limejaa vijana na vilemba. Subhanallah. Na makanzu. Wengine tablighi, wengine kutoka madrasa gani za Kisufi na nini. Mimi nitaweza kufaulu hapa? Shughuli hapo. Wallahi. Na sina mtu nemjua katika wale kuja pale. Na hatukujua wao walikuwa wanahitaji mtu aina gani. Ndio. Naona. Kumbe moja ya masharti iliyotolewa na chuo huko, kijana anayekuja hapa hata amesoma dini namna gani, lakini angalau amaliza form 4. Kigezo muhimu. Sasa watu wote hawajui. Subhanallah. Twahojiwa, ilipofika zamu yangu, kitu cha kwanza naulizwa habari ya natoka wapi, jina na nini. Kuna karani anaandika, umemaliza form 4? Ndio. Andikwa hiyo. Sifa muhimu. Unaona hawajataka nyaraka wala nini. Nikaulizwa maswali ambaye alikuwa mepesi mno kwa mimi niliosoma nani shule ya msingi ya Kiislamu. Mtume kazaliwa wapi? Kafa wapi? Watoto wa mtume ni gani? Si hebu soma suratul Fatiha. Mule. Watu tumezaliwa miji ya Kiislamu. Naona watu watikisa kichwa tu. Ndani ya kile kikao kulikuwa na shekhe mmoja Msudani, ambaye kumbe yeye amejitokeza kama sponsor wa kuwapeleka wanafunzi kwa upande wa kuwapatia nauli na nini. Ndio. Unaona akawa ameshiriki kwenye interview. Haya, kasubirini majawabu mara baada ya swala ya dhuhuri. Ndio. Basi baada ya swala tukajikusanya, ukaja bwana mmoja ustadhi kaekewa meza, kapanda juu. Kisha kuja na orodha. Asikilize sasa. Waliochaguliwa watu 8 ni hawa wafuatao. 8 tu. Fulani bin fulani, fulani bin fulani. Watu hivi masikio yamefunguka. Unaona? 4 Salim Abdurrahim Barahiani. Allahu akbar. Mtakuanguka maana basi bwana, kumbe mpango ulikuwa ushakuwa uko tayari. Mna pasipoti? Hamna. Kapigeni picha. Hapo kwa hapo. Hapo kwa hapo. Fomu hizi hapa. Jazeni. Kesho pasipoti zitakuwa tayari. Na kweli wakati ule BAKWATA na serikali wakiagiza wanatekeleza fast. Kweli mimi sasa namfahamisha mzazi kwa njia ya simu maendeleo. Subiri. Siku ya pili pasipoti hizo zimekuja. Booking ya ndege kesho. Ndege za mchana. Tutakwenda mpaka Zanzibar. Sikutegemea mimi nitarudi. Mzee ananiambia wewe nenda tu, ukiwa na shida yoyote unanifahamisha. Basi kufika hapa airport Zanzibar. Ndio. Iko karibu kumbe na chuo cha Kiislamu chetu Mazizini. Twajapokewa, twatoka airport za tushagongewa mihuri na nini, twakumbana na lori. Sio basi, lori. Anayekuja tupokea, Mungu amrehemu, ndio mkuu wetu wa chuo Sheikh Omar Makungu. Mwana chuo ni mkubwa wa Zanzibar. Ndio alikuwa mudiri wa madrasa hiyo. Karibuni wanangu, karibuni wanangu. Twatoka nje, tulifikiri basi pandeni juu ya lori hilo. Ndani limejaa mikate inapelekwa hosteli. Mikate ya Kizanzibari ile midogo. Ni mwendo mfupi tu mara tushafika hosteli. Ndio. Sasa inaonekana wanafunzi waliambiwa, walijikusanya, wengine watupigia makofi, wengine karibuni.
wengine maintruda hao sijui nini newcomers ana ameshinda huko kabisa. Ili mradi alhamdulillah tukafanya taratibu za kwenda. Siku ya pili yake ni karibu hosteli nani tukawa tumejiunga rasmi, lakini ile kuingia tukakumbana na hali ngumu kweli kweli ya maisha. Subhanallah. Wakati huo kipindi nafikiri marehemu rais alishauliwa Karume, na wakati huo utawala wa mzee Jumbe. Hali ya kimaisha ilikuwa ngumu mno. Subhanallah. Tunapikiwa maharage ya mafunza, chai ya rangi na mkate mmoja ule. Inna lillahi. Wallahi. Siku nyingine chakula hamna. Kwani tulikaa hata miezi miwili. Wale wenzangu waliokuja nao karibu 8 ikawa wameondoka tukabaki wachache sana, sijui 4 5 au 3 kama nimesahau. Lakini tulivumilia. Ndio. Hasa mimi nilikuwa napata support kutoka kwa mzee. Tukavumilia sana. Unaona tukakaa mwaka mmoja pale, ukaingia mwaka na nusu. Sasa katika walimu waliokuweko pale kulikuwa na shekhe mmoja wa Sudani ambaye anafundisha masomo ya dini, na huku masomo ya sekula yanaendelea walimu. Yule bwana Mungu wa mrehemu, nasikia mfariki, yani aliangalia kaona juhudi tunaofanya na shida zilizokuwepo. Ndio. Wacha niwe karibu na bahati. Anakaa kwenye nyumba za walimu karibu na hostel. Ndio. Akatuambia njooni, mimi nitafundisha masomo ya Kiarabu na baadhi ya masomo ya dini jioni nyumbani baada ya asri, njooni. Ndio. Ikawa kila siku isipokuwa siku za Ijumaa nafikiri au Alhamisi. Tunaenda. Tukawa na interest kubwa, na yule bwana ni mtu wa mwanzo alituathiri kwenye sunna. Ndio nimeanza kujua kumbe sunna ni hii. Alafu kitu kingine cha pili, wakati tuko kule chuoni ikawa kuna toleo la kitabu cha kwanza alikiandika Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, ambaye alikuwa alishaondoka Zanzibar ukimbizoni, alikuweko Kenya, akachaguliwa kwa chief kadhi. Aliandika kitabu Bid'a namba 1 na namba 2. Ndio. Tukavipata hivyo. Vilituathiri kiasi kubwa sana. Sababu Sheikh Abdullah alizungumza bid'a kwa mujibu wa vitabu vya madhehebu ya Kishafii. Vilituathiri. Mimi ndio kwanza najua kwamba kuitamkania kwenye swala ni bid'a kupitia hiki kitabu. Na sisi tulivyozoea na waitu swali yani siku za mwanzo unaona swala kama haijakubaliwa kukaa kimya kabisa. Ili mradi yule mwalimu wetu wa pale Sheikh Ahmad Mashhur, anaitwa Ahmad Malemba, alikuwa wasiliana Msudani mwenzie ambaye kumbe alikuwa ni mwakilishi wa Sheikh Bin Baz. Subhanallah. Yuko Dar es Salaam pale. Aambia bwana, hawa nao watatukimbia, vijana wana juhudi kubwa kulikweli. Kwa nini usiwafanyie maarifa kuwatafutia scholarship Saudi Arabia? Na ndio kwanza, kwa sababu serikali iliyokuwepo wakati ule ni ya kijamaa, ilikuwa haina mawasiliano na nchi za kifalme. Tanzania ilikuwa na mawasiliano makubwa na Yemen upande wa komunisti, kwa sababu ndio wanaendana. Na vile vile wakati wa Jamal Abdul Nasser alikuwa naye pia alikuchukua siasa za kijamaa. Na nakumbuka pia na Iraki, lakini nchi za Gulf hakukuwa na. Lakini huyu bwana akatumia njia zake za kidiplomasia, huyu Sheikh Abbas Mustafa Makbul, akawashawishi mashekhe wa Bakwata, kukafunguliwa mlango wa kuenda vijana Saudi Arabia. Ndio. Sisi hatukuwa watu wa mwanzo, lakini ni katika kundi la pili nakumbuka au la tatu. Ndio. Hapa nyuma miaka 2 iliyopita, kama unamsikia Sheikh Juma Poli, Sheikh Salim Rajab katika waliotangulia. Ndio. Sisi tukaja baadaye tumewakuta walikuwa wanamaliza. Kwa hiyo bwana Mungu akajalia, akatuuliza yule bwana mwalimu wetu, nyinyi mnazo shahada? Tuwaambia tumesoma madarisi sisi na shahada, lakini tunazo form 4. Sasa tena hivyo. Sasa na kule nako yule bwana akatumia siasa kwenda kuzungumza na wakuu wa mavyuo, hali ya Uislamu Tanzania iko hivi watu taabani na nini. Wakatufungulia kwa kupitia zile shahada zetu. Basi Mungu akajalia ikabidi tukatishe
Masomo chuo sasa. Tukaenda kule, ilikuwa mwaka 79 78 au 79 kama sijakosea. Ndio. Kufika kule tu, kitu cha kwanza tumepelekwa mahadi ya lugha ya Kiarabu. Kwanza kuimarishwa lugha. Tukasoma miaka 2 pale. Baada ya kumaliza, kwa sababu sisi hatukuwa na shahada za thanawi zinazowaruhusu watu waende kule. Tukapangiwa sisi kwamba bwana, bora mkasome mwaka mmoja thanawi ya masomo ya dini. Ndio. Kifaulu mtaendelea na faculties. Mimi nikabahatika kutoka Riyadh, ambacho ndio chuo nilichokwenda kusoma. Watu wengi wakifikiri nimesoma Madina, nimesoma Riyadh, chuo kinaitwa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamia. Ndio. Nilipomaliza lugha pale Riyadh, nikapelekwa chuo Mahad Makkah thanawi. Ndio. Kiko Makkah pale. Ndikaa mwaka huu mmoja. Mungu akajalia juhudi kutoka matokeo nimefaulu. Subhanallah. Kaambia haya sasa rudi kwenye chuo chenyewe sasa, chuo kikuu. Nikarudi Riyadh katika kutafuta ni chuo gani, nikaona mimi kwa sababu nimekuja kusoma dini huku, nichukue kulia ya sheria, faculty ya sheria ya Kiislamu. Basi nikakaa pale alhamdulillah miaka 4, nikamaliza. Nikapewa shahada yangu wakati najiandaa kurudi Tanzania. Wakati huo harakati zimshaanza kwetu. Sijazungumza sana. Sijazungumza kwa sababu nikizungumza mambo mengi kipindi cha leo kitakufilia mbali. Ili mradi nataka kutoka, kuna bwana mmoja anaitwa Salim Barasi, ni Mtanzania, anafanya kazi kule. Ndio. Katika kipindi tuko pale tumejuana. Tunawatembelea katika nyumba zao siku za weekend na nini. Bahati kaingia mzee Abdallah Swedi, Mungu amrehemu. Balozi wa kwanza katika nchi za Gulf, makao yake Riyadh. Subhanallah. Mzee mmoja asili yake ni mtu wa Bukoba. Muislamu mzuri sana. Ndio. Penda dini sana. Wakanifuatia hosteli jioni. Ndio. Mzee kaja, huyu bwana kaja kufungua ubalozi, atafuta mtu wa kumsaidia mwenye kujua lugha ya Kiarabu na Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo bwana anakuomba ufanye naye kazi. Na ndio ushahitimu hapa atakaurudi. Mimi nataka kurudi, tayari harakati za dawa zimshaanza huku. Wenzangu wanambia Sheikh njoo bwana, huku hatuna watu, hatuna hivi. Ndio. Wakati huo niliondoka na mwenzangu Sheikh Ali Adamu, yeye lakini alikwenda Madina. Basi nikawaambia bwana, mimi siwezi kuwapa jawabu, lazima ni kwanza ni washauri ndugu, wazazi. Na mshauri wangu mkubwa ni Allah kwa njia istikhara. Kabisa. Unaona. Katika kushauri watu kukatokea makundi mawili. Kuna wengine Sheikh, hiyo fursa utakuja kuwa balozi. Watu wa dunia. Wengine wanasema kwamba wewe kaa hapo, lakini unajua ukikaa hapo huku tunaanza harakati zinahitaji usaidizi. Kwa hiyo angalau uwepo hapo kabisa. Nikamueleza mzazi, akanambia vizuri. Hakuwa na pingamizi lolote. Nikachekecha, nikaona basi haidhuru, kwa sababu mzee balozi alinishawishi sana. Na kweli alhamdulillah mimi nilifanya maamuzi, nikachukuliwa visa sasa ya kuingia kama mtumishi wa ubalozi. Ikabidi nirudi Tanzania, nende Nairobi, ndio ambapo kuna ofisi ya ubalozi zamani Saudi Arabia. Ndio. Na nishapewa na tiketi ya kurudi. Nikawa nikaenda kazi, kama ni mmoja katika watumishi wa ubalozi. Na nikakaa muda si mrefu. Wakati huo nilikuwa mwaka wa mwisho wa chuo cha Kiislamu ni cha Riyadh. Nikawa nishaoa. Kwa hiyo nikamchukua hali yangu tukaenda kule kikazi. Kwa maana ukiwa mwaka wa mwisho kule ulikuja kwanza ukaoa, ukamwacha. Huwa kila likizo tunakuja hapa. Kila likizo. Ndio. Kwa hiyo ule mwaka mmoja umebakia ndio nimekuja kuoa.
Kwa hiyo mimi na mke wakati namaliza mwaka wa mwisho. Sasa basi kwa wale watu waliokuja hija kuanzia mwaka 86, 7 na 8, ndio mimi ndio nilikuwa nawapokea katika airport ya Jeddah. Kama mmoja wa mwakilishi wa balozi. Unaona? Sawa. Na ndiye nemudu mambo ya hija na nini na kila kitu. Ndio. Bali kipindi kile nipo wakati wa utawala mzee Mwinyi. Ndio. Serikali iliruhusu kwa ubalozi utumikie mahujaji kama wa Tanzania. Kwa hiyo nikaenda nikafungua ofisi pale Jeddah ambayo ilikuwa ni kama consulate. Nikafanishi, nikaiandaa hasa kibalozi na vibali vyote. Ndio. Kazi za mwanzo tulizofanya kupokea mahujaji. Kwa hiyo mimi katika miezi mitatu huwa nahama Riyadh kwenda kuanza maandalizi pale. Ndio. Naona mpaka kuwatafutia nyumba na nini. Kwa wale watu wazima waliokuweko BAKWATA wanakumbuka hivyo. Ili mradi mpaka ilipofika mwaka 79 nikaona hii elimu yangu niliyoisoma inapotea. Kwa sababu siitumii. Mimi kazi yangu kwenda kufundisha watu mambo ya hija tu. Yaani sheria ya Kiislamu yote mpaka hija tu. Ofisini nafanya kazi za kibalozi, nachukuliwa kama tarjumani. Ndio. Wa balozi akienda wizara mambo ya nje mpaka kwa Sheikh bin Bazi. Unaona? Nilikuwa niliwahi kwenda naye na nini, mimi ndio tarjuma. Akiitwa kwenye mikutano na nini, mimi ndio nakwenda. Nikaona ukibaki hapa mimi elimu itapotea. Sasa mimi interest yangu, kwa sababu niliona kwamba nilisoma pande mbili, kwamba kwa nini nisitafute chuo ambacho kinafundisha kozi mbili, sheria ya Kiislamu na English law. Ndio. Katika kupekua tukakuta Pakistani kuna chuo ambacho kinaendeshwa na nchi za Kiislamu. Ndio. Kinaitwa Al-Jamia Al-Islamia, kiko Islamabad makao makuu. Ndio. Kuangalia nani zake nikakuta kuna kozi za Sharia Islamic law pamoja na, nikasema angalau nitakwenda kupata maarifa ya sheria za Kiingereza. Mimi kupeleka maombi tu ya shahada zangu zile za chuo cha Riyadh nikakubaliwa. Ndio. Basi alhamdulillah, Mungu amlipe kheri, akanifanyia maarifa balozi. Nikarudi nikamrejesha mke wangu nyumbani. Naona nikapewa tiketi ya kusafiri mpaka kuelekea Pakistan. Ndio. Kufika kule kwa sababu jina langu lipo, nikapokewa, nikasoma. Ilikuwa mwaka 89 nikajiunga na shahada ya pili, master program ya sheria na kanuni. Mpaka ilikuwa 89, 91 mpaka 92 nimemaliza. Ndio. Nimefanyia defense ile risala yangu, thesis yangu nilifanya. Ndio. Kaambwa haya bwana, shahada yako hii hapa. Mimi wakati huo sasa nina pupa ya kurudi nyumbani, nimemwacha mke wangu kwa sababu huku miaka mitatu nilikuwa na jalikizo, lakini sikuwa ninaishi naye. Ndio. Sema humo nishaanza kupata watoto. Okay, sawa. Tayari nishapata watoto wawili nafikiri au watatu. Katika hii mihangaiko tangu niko balozini mpaka nafika huku. Sahihi. Unaona? Basi nikaona mimi sasa nikasaidie harakati. Ndio. Kufika alhamdulillah nikawa nimeteuliwa kuwa ni mudiri wa idara ya elimu kama sijasahau. Na wakati huo mimi wakati niko ubalozini kule pia nikafanya maarifa, tukapata kheri ya msikiti wa barabara 19. Unaona tukapata, tukajenga tena, tukajiendeleza juu ghorofa ya kwanza. Ndio. Tufika kule sasa na mimi na interest ya mambo ya elimu. Nikaamua kuanzisha nursery school na mahadi ambayo ilikuwa inaitwa Al-Faruq. Ndio. Basi kutoka pale nafikiri mwaka uliofuatia wenzangu wakasema bwana, huyu mwenzetu, kwa sababu aliyetangulia kuja ilikuwa ni Sheikh Ali Adam. Ndio.
Unaona, kwa sababu mimi niliendelea kwenda na masomo. Ndio. Lakini Ali Adam kwa hali ya kimaisha ilimpelekea mambo yakawa magumu. Tukawasiliana naye, tukamfanyia maarifa, akajiunga na taasisi moja inaitwa Africa Muslim Agency. Lakini tawi la Mozambiki. Msumbiji. Akapelekwa kule, akawa ni daia, akapewa mpaka na uongozi wa ofisi za kule. Muda mwingi sana akafanya kazi. Akafanya kurudi hivi karibuni. Akapelekwa Pemba, baadaye ndo kastaafu. Mimi baada ya kukaa hapa miaka 2 tu, wenzangu wakanidhania dhana njema, wakasema bwana wewe sasa ndio uwe kiongozi wetu. Ndio kuanzia mimi sasa hapo natumika jina la mudir badala ya amir. Na kawa na utaratibu kama unaojua kwamba kila baada ya miaka 4 kunafanyika uchaguzi. Watu bado wananiona kwamba mimi nafaa kwa juhudi zile labda wananiona nazo na nini. Kwa hiyo nimebaki hivyo mpaka. Na alikuwa mwaka gani mwanzo kabisa? Mwaka 92 ndio nimerudi kutoka Pakistan. Ndio nimeendelea hivi mpaka leo. Mazungumzo ni mengi, lakini sasa hapa utamaliza kipindi. Labda kuanzishwe kipindi kingine kipya, kama unasema hiki kipindi kilinichukua karibu saa 1:30 kabisa. Lakini huu ni mukhtasari, nafikiri huyu ndugu atakuwa na pamoja na wasikilizaji wengine. Nashukuru wote, bila shaka tumestafidi na mengi hapa.